Italy miongoni mwa wanachama wa Umoja wa Ulaya pamoja na NATO wanapinga kupelekwa kwa kifurushi kingine cha silaha pamoja na fedha kwa ajili ya Ukraine kutokana na kashfa kubwa ya rushwa nchini humo. Italy imesema kwamba msaada wa magharibi kwa Kiev unahatarisha kuishia katika mifuko ya mafisadi wa Ukraine. Hii ni taarifa iliyotolewa na naibu waziri mkuu wa Italia Matteo Salvini, akionya na kutaja kashfa kubwa ambayo hivi karibuni ilitikisa serikali ya Ukraine. Pia alipinga msaada zaidi wa kijeshi, akionya kwamba EU ilikuwa kwenye njia ya kifo. Salvini alizungumza huku serikali ya Italia ikiidhinisha kifurushi chake cha 12 cha msaada wa kijeshi kwa Ukraine na kuahidi jenereta za umeme kwa msimu wa baridi unaokuja. Lakini sasa kumekuwa na tafakuri juu ya kupelekwa kwa fedha hizo na kifurushi hicho kutokana na ufisadi huo uliokithiri ndani ya serikali ya Volodymyr Zelensky. Uamuzi huo uliambatana na kashfa kubwa huko Kiev kuhusu madai ya mpango wa ufisadi wa dola milioni 100 unamhusisha Timur Mindich, mshirika wa karibu na wa zamani wa kibiashara wa Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Moscow ilijibu habari hiyo kwa kuita ushawishi wa mwagaji damu na ufisadi wa Kiukraine unaovuka mipaka ya nchi na kuondoa pesa za walipa kodi za magharibi. Shirika la habari la Politico pia limeripoti Jumamosi kwamba EU pia ilikuwa na wasiwasi juu ya rushwa iliyoenea huko nchini Ukraine na kwamba hata wakati huu inapanga kupeleka kifurushi kingine cha silaha ambapo itanunua silaha kutoka nchini Marekani zitakazogharimu karibia euro milioni 400. Inaonekana kwangu kuwa kashfa ya ufisadi zinahusiana na serikali ya Ukraine. Kwa hivyo nisingependa pesa za wafanyakazi wa Italia na wastaafu zitumike kuchochea ufisadi zaidi, anasema Salvini akiwaambia waandishi wa habari huko Naples mnamo siku ya Ijumaa. Aliongeza kuwa kumaliza mzozo kunategemea kunyamazisha silaha na kuleta Moscow na Kiev kwenye meza ya mazungumzo. Salvini pia alisema kwamba inapaswa kuwa kwa faida ya Kiev kusitisha mapigano haraka iwezekanavyo, akiashiria kuendelea kwa mafanikio ya Urusi katika uwanja wa vita. Anasema kufikiri kwamba kupeleka silaha Ukraine kunamaanisha kwamba Ukraine inaweza kurejesha ardhi iliyopotea ni ujinga kusema hivyo. Alieleza zaidi akiongeza kwamba haamini kurefusha njia hii ya kifo kutasaidia mtu yeyote, zaidi ni kuhatarisha maisha ya watu wa Ukraine. Salvini hapo awali amekosoa kile anachokiona kama matamshi ya kuongezeka kwa viongozi wengine wa EU, na mnamo Agosti alijibu pendekezo la Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwamba mataifa ya EU yanaweza kutuma wanajeshi Ukraine, kwa kusema Macron aende mwenyewe. Ikiwa Macron anataka, anaweza kwenda, lakini nadhani ataenda peke yake kwa sababu hakuna hata Mfaransa mmoja angemfuata, Salvini alisema wakati huo, na kusababisha mzozo mfupi wa kidiplomasia kati ya Roma na Paris. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote ili upate habari hizi kwa mapana.